Assalamu alaikum. Leo tumekutana na wewe, lakini pia kuna maswali yanaendelea sana mitandaoni, ikiwemo swala zito la Sheikh Waridi na mwanamke ambaye inasabikika alikuwa ni mke wa Waridi lakini wakatalikiana. Lakini kuna maswali tena mengine yanaulizwa na BAKWATA, kwa nini waliamua kumsimamisha Sheikh Waridi na kwa kosa gani ambalo walilofanya wakamsimamisha? Kama ni kosa hili la mwanamke, basi hawajafanya sahihi, wamekurupuka. Wewe kwa mtazamo wako liko vipi? A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallim. Swali lako ndugu mwandishi ni swali zuri, lakini unataka kupata mtazamo wangu. Mtazamo wangu ni upi? Na kwa sababu swali hili ni la kidini lakini ni la kijamii, itakuwa na mitazamo ya namna mbili. Kwa sababu unajua dini haiongozi kwa mtazamo wako tu peke yake. Dini inaongozwa kwa Qur'ani na Sunna, kitabu na Sunna ndio dini inaongozwa. Lakini nje ya swala la kitabu na Sunna, vile vile dini inaongozwa kwa utaratibu ambao unaweza kuwa umejiwekea. Kwa mfano, mkikubaliana kwamba sisi tutakuwa tunafuata utaratibu fulani ambao hauko kinyume na kitabu na Sunna, kwa maana hauko kinyume na Qur'ani pamoja na hadithi za Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallama, basi hivyo ndivyo dini inavyoongozwa. Kwa hiyo kwa mitazamo yote hii miwili, mimi ninaonaje? Nitaona kupitia mitazamo hii miwili. Kwanza, swali lako limeanza kusema yasemekana alikuwa amemuoa. Japo kuna madai mengine katika klipu mbalimbali za kumuoa, kufanya nini. Lakini kwenye ukweli, unajua mimi mara nyingi huwa sipendi kusema kitu kama sijakifuatilia. Kwa sababu natamani nikifuatilie, nikijue, alafu ndio nije nikiseme. Kwa namna ambavyo nimefuatilia kwa undani kwamba yule mwanamke alikuwa ameolewa na shekhe. Na baada ya kuolewa na shekhe, shekhe akawa amekaa naye. Baadaye, kama ilivyokuwa ada, binadamu wanatofautiana, wakaachana na shekhe. Baada ya kuachana na shekhe, yule mwanamke akaenda akaolewa tena. Baada ya miezi mitatu, yule mwanamke akarudi. Akaja akamwambia shekhe, bana, mimi bana naujia uzito huko wa mtoto wako. Shekhe sasa akaona hii inakuaje, kwamba wewe umekwenda huko ulikokwenda, alafu baadaye unarudi tena unakuja kusema bana mimi nina ujauzito. Hata kama ningekuwa mimi ndo shekhe, na mimi pia mashaka yale kama binadamu ningeweza kuyapata. Kwa shekhe akaweka hoja moja kwamba ni lazima tukafanye DNA, yani huyo mtoto azaliwe, tufanye DNA. Kupitia DNA sasa ndio ije ithibitike kwamba huyu mtoto ni wangu au si wangu. Lakini yule mwanamke, badala ya DNA, alipozaliwa yule mtoto, badala ya DNA, mwanamke akakimbilia mahakamani. Mahakamani, mzozo umekuwa mahakamani kule. Shekhe ni shekhe, ana majukumu mengine, na ukiwa na mwanasheria, sheria inakuruhusu kuwakilishwa na mwanasheria wako. Kwa mwanasheria akawa anaenda kule. Yule mwanamke ameona kule mahakamani labda sio anachelewa, sio kaonaje, katoka mahakamani. Mahakamani akawa haendi tena mahakamani. Mwanasheria anakwenda mahakamani, mwanamke haji. Mwanasheria anakwenda mahakamani, mwanamke haji. Mwisho wa siku ile kesi ikafanya nini? Ikawa dismiss, ikafutwa ile kesi. Sasa baada ya kufutwa kesi, mwanamke akaamua sasa kwenda kwenye mitandao ya kijamii. Kutumia mitandao ya kijamii sasa, yani maana yake sasa mimi ninakuharibia, ndio tafsiri ya kawaida. Kama nakuharibia. Sasa swali la kujiuliza, kuna maswali ya kujiuliza kadhaa. Je, ni mwanamke yule au nyuma yule mwanamke kuna timu? Ukitafakari vizuri, unaweza kuhisi kwamba nyuma yule mwanamke kuna timu. Kwa nini unahisi kuna timu? Yule mwanamke anasema lugha moja, nimemsikia kwenye mtandao, anasema kwanza ujue nina video zako
za kamera ambayo tumeitega ofisini kwako. Na ana password. Sasa ana password. Sasa unajiuliza swali, kama ilitegwa kamera, je, huyo mwanamke anaweza kwenda kutega kamera? Hilo ni swali la kujiuliza. Namba moja, anaweza kutega kamera? Jibu linakuja hawezi kutega kamera. Nani aliyetega hizo kamera zinazoitwa kamera? Iwe ni kweli au isiwe ni kweli. Kwa hiyo kwenye mazingira kama haya yanakupa tafsiri kujua kwamba nyuma ya huyu mwanamke sasa kuna timu ya watu. Inawezekana hata hiyo kamera haipo wala nini hakuna. Lakini sasa hii timu ya hawa watu inamwambia lazima umtishe hivi, kwa kumwambia kwamba tuna video zako na tumeweka kamera, tumefanya hivi, tumefanya hivi. Ili kama shekhe kuna jambo ambalo haliko sawa, labda ndani ya ofisi alilifanyika na kadhalika, shekhe apate wasiwasi. Ndio anamwambia. Sasa hii haiwezi kuwa akili ya yule mwanamke. Hii unaiona kabisa kwamba kuna timu kubwa ambayo ina malengo binafsi imeyatengeneza dhidi ya shekhe. Ndio unaona hilo. Sasa baada ya hayo kutokea, ndani ya siku chache sana, ukumbuke klipu zimeanza zile na nini na nini, ndani ya siku 4 siku 5 tunasikia BAKWATA wamekuja, shekhe ameondolewa. Baraza la ulama limemuondoa shekhe. Katika jambo kama hili kidogo mimi limenishtua. Limenishtua kwa sababu gani? Alijanishtua kwa sababu shekhe ameondolewa. Limenishtua kwa utaratibu uliotumika. Yaani maana yake, mimi nadhani kwamba zikitoka tuhuma, cha kwanza baraza la ulama linapokutana, kwa sababu baraza la ulama wajibu wake tuhuma zinazothibitika, yani tayari zimeshathibitishwa, wanatoa sasa hukumu kwa mujibu wa kitabu na sunna. Ndio maana likaitwa baraza la ulama. Sio, naeleweka vizuri? Yani limeitwa baraza la ulama kwamba baada ya jambo kuwa limethibitika, sasa wao ndio wanakaa kwenye meza, wanasema Qur'ani inasema nini, hadithi zinasema nini, kwa kosa hili kwa mujibu wa Uislamu na sheria za kimungu ni hatua gani na stahili kuchukuliwa. Lakini baraza la ulama kama halijathibitisha zile tuhuma, wajibu wake ilipaswa ni kuundwa aidha kamati maalumu au tume ndogo maalumu, inaundwa ile, alafu inafanya nini? Shekhe atolewi bali anasimamishwa kwamba kupisha uchunguzi. Na hii inafanyika duniani kote, hata vyombo vya kidola. Ukiwa na tuhuma huwa sio kosa. Kutuhumiwa na mtu, anatuhumiwa mtu yeyote. Hata mimi katika maisha yangu nishatuhumiwa sana. Wewe ambao una rekodi hapo, mwisho waandishi nyie pia inawezekana mmewahi kutuhumiwa sana. Kwa hiyo tuhuma sio kosa. Tuhuma anazipata mtu yoyote, kwa sababu tuhuma zinaweza zikaibuliwa na mtu yoyote. Tunaweza tu akasema nimemwona shekhe fulani bana pale kwenye uchochoro fulani yuko na mwanamke amemkumbatia bana, anashughulika naye pale. Anaweza kusema hivyo. Hiyo inakuwa ni nini? Ni tuhuma. Sasa ukibeba tuhuma ukaitolea hukumu, hapo inakuwa ni tatizo. Kwa nini umetumia tuhuma kutolea hukumu? Kuna mtu mmoja nikasikia anasema Sheikh Walidi bana hajaondolewa kwa sababu ya yule mwanamke, kuna mambo mengine. Inawezekana ikawa ni kweli, kuna mambo mengine, sio ile swala la mwanamke. Lakini hoja inakuja hapa, kama si swala la mwanamke, kuna mambo mengine, kwa nini hayo mambo mengine haikuchukuliwa hatua kipindi hicho mpaka atokee mwanamke fulani asemeseme maneno hivi ndani ya siku 5 uje uchukue hatua, alafu waambie watu shida sio hili, kuna mambo mengine? Akili ya wanadamu wenye kutafakari na kusikia hawezi kukubaliana na jambo kama hilo. Watajua hapa kuna kitu kingine kikubwa zaidi, wala sio ni hilo swala la mwanamke. Hilo lingine wanalosema, labda watu waambie kama kuna mambo mengine, labda fitna. Inawezekana kweli kuna mambo mengine, sio hilo la mwanamke, kuna fitna. Sasa ile fitna sasa ndo tunaitumia fitna hiyo kumshughulikia mtu fulani. Kama ni hivyo, inawezekana ikawa kuna usahihi kwenye eneo hilo. Kwanza nasisitiza kwamba mimi naliheshimu sana baraza na mheshimiwa mufti, na mimi sina shaka na mufti, sina shaka na baraza, lakini kila mwanadamu anakosea. Hata baba yako ukiwa unamheshimu vipi, kuna wakati baba yako anakosea. Una wajibu wa kumwambia baba, hapo ninaona umekosea. Kwa hiyo japo naheshimu baraza, naheshimu shekhe zetu, na mheshimu mufti, naona hapo hapakuwa na sawa. Lakini madhara makubwa yako wapi?
Hili lilofanyika linaweza kusababisha madhara makubwa sana kwenye dini, hasa hususan kwenye mashehe. Kwa mfano, ikishaonekana kwamba kuna mtu akitokea anaweza kumtengenezea shekhe zengwe kwenye mitandao ya kijamii na shekhe achukuliwa hatua, tunaweza kuanza kuona wimbi la watu wanatokea wanatengenezea mashekhe mazengwe ili wachukuliwe nini? Hatua. Kesho atatokea mwingine atakwambia shekhe fulani wa sehemu fulani kafanya hivi na hivi na hivi, kesho kutwa shekhe fulani wa sehemu fulani. Mwisho hii inaweza ikapanda, hii ikaenda mpaka kwa mufti. Kesho ukashangaa kuna mtu ametokea kwenye mtandao na yeye anasema nini? Anamtaja sasa mufti, anamtaja shekhe fulani, anamtaja shekhe fulani. Je, ikifika pahala hapo naye atachukuliwa hatua. Kesho atazingishiwa mtu kwenye baraza la ulama, kesho kutwa atazingiziwa huyu. Kwa hiyo ni lazima tunapokwenda kufanya maamuzi yoyote yale, umakini uwe mkubwa sana kwenye kufanya maamuzi. Tusiwe watu kufanya maamuzi bila kuwa na umakini mkubwa. Lakini vile vile maamuzi yote yanachukua, na hapa istafsiriwa tunamtetea Sheikh Walid. Mimi najua Sheikh Walid ni binadamu. Kila mwanadamu kwa hadithi ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni mkosefu, lakini aliyembora ni yule ambaye anafanya toba baada ya kukosea. Lakini tunachokizungumzia hapa ni utaratibu unaotumika. Utaratibu huo unatengeneza mashaka. Sasa kimsingi na kwa utafiti ambao tumeufanya, yule alikuwa ni mke wa halali wa Sheikh Walid, alimuoa na wakaachana. Na kama unajua, Mwenyezi Mungu ndani ya Qur'ani amesema wanawake wana vitimbi vikubwa. Iko katika surati Yusuf. Mungu ameeleza habari hii kwenye surati Yusuf katika kisa cha yule mwanamke Zulea aliyemzingishia Yusuf kwamba amefanya nini? Amembaka. Akamvuta Yusuf na nguo ikachanika. Kanzu ya Yusuf ikachanika, akaanza kulia pale. Anamwaga chozi. Watu wamejaa nini? Asema Yusuf amenibaka. Yusuf akaina mpaka gerezani. Hii tunaona picha kwamba kama Yusuf anaweza kwenda gerezani kwa sababu ya mwanamke ambaye amemzingishia kubaka, huyo alikuwa ni nabii. Maanake habari ya mashehe, watu wa dini kuzingishiwa mambo fulani hayakuanza leo. Tumeona hapa Nabii Yusuf akakaa na jela, tena akakaa